Mwezi Machi mwaka 2015, mitaa ya Hatton Garden huko London, maarufu kama mtaa wa vito vya thamani, ilikuwa na shamra nyingi. Hapo ndipo wafanyabiashara wakubwa wa almasi na dhahabu walipokuwa wakitunza mali zao. Lakini nyuma ya pazia, kikundi cha wazee wastaafu, washikaji waliostaafu ujambazi miaka mingi iliyopita, walikuwa wakipanga mpango wao wa mwisho. Wazee hawa waliitwa kwa jina la utani la Grandaddy Gang, ndani yake akiwemo Brian Reader mwenye miaka 76, kiongozi na profesa wa njama hizo. Lakini pia alikuwepo Terry Perkins, ana miaka 67, jambazi mkongwe aliyewahi kutumikia kifungo cha miaka mingi gerezani. Johnny Kenny Collins mwenye miaka 75, huyu alikuwa mtaalamu na mratibu wa magari na vifaa. Na wa mwisho aliitwa Daniel Jones mwenye miaka 60. Huyu alikuwa ni mchimbaji wa mahandaki na mtaalamu wa kupita sehemu zilizoshindikana. Kwa pamoja wazee hawa walikuwa ni maveterani wa ujambazi wa zamani, wakiwa na heshima mtaani kama wazee hatari. Basi bwana, walikutana mara kwa mara katika mikahawa midogo ya London, wakiwa na sura za kawaida za wazee waliovaa kofia na miwani. Hakuna mtu angeweza kuatilia shaka. Brian Reader alionekana kama babu anayependa kusoma sana magazeti. Lakini ndani ya mkoba wake alibeba ramani, picha na taarifa za usalama za Hatton Garden Safe Deposit Limited, ghala la siri lenye mamilioni ya vito na fedha. Reader alipendelea kusema, panapo njia hata ukuta wa chuma unaweza kupitika. Perkins alijibu, hiyo ndio itakuwa kazi yetu ya mwisho, yani pension fund yetu. Basi walipanga mpango wao kitaalamu zaidi. Moja ni kuvunja kupitia lift shaft, eneo lililo karibu na basement. 2, kuchimba kwa mashine ya HTDD 350, mashine kubwa ya kuchimba mawe. Lakini 3 ilikuwa ni kupita ukuta wa saruji ulio na unene wa futi 6. Na mpango wa mwisho ni kufika kwenye ghala la masanduku ya usalama, yani safe deposit boxes, na kuondoa vito, dhahabu na pesa. Hatimaye siku ya Ijumaa Kuu Aprili 3 mwaka 2015 ilifika. Mtaa wa Hatton Garden ulikuwa mtulivu. Wengi walikuwa mapumzikoni kwa Pasaka. Wazee hawa walifika kwenye eneo hili wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ya mafundi. Hakuna mtu aliyewashuku, walionekana kama mafundi wakubwa waliokuja kutengeneza lifti. Walishuka kwenye basement, mashine kubwa ya kuchimba ikaanza kushughulika. Walichimba kwa saa nyingi, jasho likiwatoka licha ya uzee wao. Hatimaye wakatoboa ukuta na kuingia kwenye ghala. Ndani walikuta masanduku zaidi ya 70 ya usalama. Walianza kufungua na kuondoa vitu vya thamani, almas, dhahabu na fedha taslimu. Jumla ya mali walizoiba zilifikia zaidi ya pauni milioni 14, takriban shilingi bilioni 44 za Kitanzania. Lakini hata hivyo haikuwa rahisi kama walivyotarajia. Siku ya kwanza walishindwa kufungua kila sanduku, wakalazimika kutoka na kurudi tena usiku uliofuata, jambo lililoongeza hatari. CCTV za jengo ziliwanasa wazee hao wakiwa na mifuko mikubwa. Hata askari wa doria waliopita hawakuwashuku, walidhani ni mafundi tu wazee. Baada ya kazi kufanikiwa, walikuta na baa moja kusherekea.
Jones akitupa glasi juu alisema, hii ndiyo kazi ya mababu, tazameni. Tumewazidi vijana wote. Perkins huku akicheka akasema, tazameni mikono hii yenye mifupa, bado inajua kuchimba kumbe. Walifurahi sana siku hiyo huku wakiwa na mikoba ya vito, lakini sherehe yao haikudumu hata hivyo. Polisi wa London Scotland Yard walitumia CCTV, simu zilizorekodiwa na mashushushu walikuwa wakifuatilia harakati zao. Hatimaye wazee hawa walinaswa mmoja baada ya mwingine. Polisi walishangazwa sana walipowaona washukiwa wakuu wote wakiwa ni wazee. Mmoja wa maafisa wa polisi alisema, tulitarajia genge la vijana hatari, lakini tumekutana na wazee tupu ndio walioshiriki kwenye tukio hili. Na mnamo mwaka 2016 washiriki wengi walihukumiwa kifungo kirefu gerezani. Baadhi yao walikufa huko jela kutokana na uzee na maradhi. Hata hivyo wizi wa Hatton Garden ulivuma dunia nzima, uliitwa The Last Great British Heist. Lakini wengine walipenda kuita The Pension Job, na maarufu zaidi Grandad Gang Robber. Hadithi ya Hatton Garden Heist ni zaidi ya wizi wa vito. Ni simulizi ya wazee waliokataa kuzeeka, waliothibitisha kwamba tamaa na hila havistafu kwa sababu ya miaka. Wazee walikuwa na busara, walikuwa na historia na walikuwa na ujasiri pia. Lakini mwisho wa siku sheria iliwakamata na kuwatia nguvuni. Leo hii hadithi yao inasomeka kama movie ya Hollywood. Wazee, mashine za kuchimba, ukuta wa saruji na ghala lililojaa almas ni tukio la kihistoria lililowafanya watu wengi kusema kwamba wazee hawa ni hatari kuliko vijana. Mimi naitwa Ananias Edgar.